Ni katika soko moja hivi ambalo liko hapa India Delhi, na hapo kunaonekana kuna mlipuko ambao umetoka kutokea, hivyo watu wameumia vibaya sana. Timu ya uokoaji wao wameshafika hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Polisi ambaye ni Kabir pamoja na timu yake na wao wanaingia hapa. Mapolisi hawa wakamwona dogo mmoja hivi ambaye amebeba begi hivi, wakajua moja kwa moja ndani ya lile begi kutakuwa kuna bomu. Wamba wakajikoki kwa ajili ya kumdhibiti bwana mdogo, ila bwana mdogo yeye haogopi hata kidogo. Sasa mzigo unaturudisha nyuma masaa mawili kabla tukio halijatokea. Hapa tunaona Wamba ambao walikuwa wanafanya shopping kwenye mall fulani hivi. Wamba wanapiga story huku wakawa na furaha kabisa, nao wanasema wanaenda kuangalia movie. Wajomba wakasimamisha bajaji ili wapeleke huko, ila kabla hajaingia mlipuko ukatokea na watu wote ambao walikuwepo eneo la tukio wakakata moto pale pale. Kabir yeye alikuwa bado yuko nyumbani. Mwamba anaagana na mama yake. Mama kina Kabir yeye anashangaa kumwona mwanaye akiwa amevaa uniform, kitu ambacho sio kawaida kabisa kwa Kabir. Kabir alisema yeye yupo kwenye kikosi ambacho haruhusiwi kuvaa uniform mara kwa mara. Pia hapa tunagundua mke wa Kabir alishafariki, na bidada alikuwa anapenda sana kumwona Kabir akiwa amevaa uniform za jeshi la polisi. Mama kina Kabir baada ya kumaliza kuzungumza na mwanae, hapa akaenda kuandaa breakfast ili mjomba apate chai kabla hajaenda kazini. Ila muda huu simu ya Kabir inaita, na mtu ambaye anampigia ni msaidizi wake. Kabir akapokea, na hapa Mwamba akapatiwa taarifa ya kushangaza sana kuwa kuna mlipuko ambao umetokea. Mjomba akaondoka nyumbani chap kwa haraka na kuelekea sehemu ambayo tukio limetokea. Upande mwingine huku tuna mwanapolisi ambaye anaitwa Vikram. Huyu ni kiongozi wa Kabir. Hapa Mwamba anatafuta simu yake ila haioni. Mjomba anamuita mke wake ambaye anaitwa Shruti pamoja na mtoto wake ambaye anaitwa Ayush. Shruti anakuja na simu na kumpatia mume wake na anamwambia alisahau chumbani. Vikram akamuelewa, kisha akamuuliza mwanae ni kwa nini leo amevaa uniform, kwani hii sio kawaida yake. Vikram akamuelezea mwanae kuwa leo ni siku ambayo jeshi la polisi la India lilianzishwa, hivyo leo anasherehekea na ndiyo maana amevaa uniform. Muda huu simu ya Vikram inaita na mtu ambaye anapiga ni Kabir. Kabir akamwambia Vikram kuna mlipuko ambao umetokea huko Ashok Vihar. Vikram baada ya kusikia hivi, Mwamba akadata kinoma, kisha akasema muda sio mrefu atakuwa hapo. Vikram akamwambia mke wake asimpeleke Ayush shuleni siku ya leo, wabaki ndani, kisha Vikram akaondoka zake. Sasa sehemu nyingine ambayo inaitwa Indian Gate, tunaona madogo wawili wakawa wamekaa huku wakawa wanapiga story. Watoto hawa ni maskini sana, hivyo hapa wanawajadili watoto wa matajiri ambao wanawaona hapa. Lakini wakati madogo hawa wanazungumza, wakahisi kabisa sehemu ambayo wamekaa kuna kitu ambacho hakipo sawa. Huyu bwana mdogo mmoja yeye akaangalia chini kuna nini, huku akaliona bomu. Bwana mdogo hakufahamu kabisa kuwa hili ni bomu, hivyo yeye akalichukua alafu akamuuliza mwenzake ile ni nini. Huyu mwingine akasema hili ni bomu. Madogo hawa akadata kinoma, kisha akaanza kutafuta msaada. Bwana mdogo mmoja akamwona polisi, hivyo akamfuata na kumweleza kila kitu. Mwanzoni kabisa huyu polisi yeye alidhania ni prank, ila kumbe bwana mdogo anamaanisha kabisa. Polisi huyu akathibitisha kuwa huyu mtoto ameshikilia bomu. Akamwambia aliweke chini, ila huyu bwana mdogo akasema endapo akiliweka chini anaogopa kuwa litalipuka. Polisi huyu akachanganyikiwa kinoma, hivyo hapa akampiga simu bosi wake ambaye ni Vikram na kumwelezea kuwa kuna bomu ambalo lipo huku Indian Gate. Vikram akadata kinoma, kisha gari ikageuzwa na kuelekea huko. Upande mwingine huku Kabir akamfuata huyu bwana mdogo na akamuuliza jina lake. Bwana mdogo akasema jina lake ni Banti. Banti akasema alimuona mtu ambaye alitupa bomu hapa. Kabir akaona kabisa huyu bwana mdogo ni muhimu sana kwao. Vikram na yeye anaonekana tayari ameshafika huko Indian Gate, na kwa mbali kabisa akamuona yule bwana mdogo ambaye amebeba bomu. Vikram yeye mwenyewe akamfuata huyu bwana mdogo, alafu akamwambia ampatie hilo bomu. Bwana mdogo huyu akampatia Vikram pole pole kabisa. Vikram baada ya kulichukua hapa akamwambia huyu bwana mdogo aondoke zake. Bwana mdogo huyu akakimbia, na baada ya muda mfupi timu ya uteguzi wa mabomu inakuja hapa na kutegua hili bomu. Sasa kwenye kituo kimoja cha habari kuna mfanyakazi anamfuata bosi wake na anamwambia kundi la IM wametumia email na wamesema wao ndio wanahusika kwenye hiyo milipuko ya mabomu, na wanasema wao wametega mabomu 6. Kiongozi huyu akashangaa sana, kisha akaamuru waruke live sasa hivi na waeleze kila kitu. Hawa IM ni kikundi cha ugaidi. Huku kwenye hospitali ya Indralok
kuna bomu lingine ambalo limetegwa kwenye gari, hivyo mtu yeyote akiliendesha hili gari, basi bomu litalipuka. Kabir akadaka kinoma, kisha Mwamba akagundua moja kwa moja ili hili bomu lilipuke, basi gari inabidi itembee. Kabir akarudi na kuchukua gari ya kijeshi, alafu akalipush hili gari ambalo lina bomu hadi ndani ya jengo ambalo halifanyi kazi. Lile jengo likalipuka, hivyo Kabir akasaidia watu wote. Baadaye kabisa Vikram na Kabir wakaita mapolisi wote, na hapa wakawaambia hawaruhusiwi kurudi nyumbani mpaka hii show iishe. Vikram na Kabir na wao wamemkamata Taufik. Taufik ni muhuni na Mwamba ana kila taarifa ambayo inahusu India. Hapa wakambonya kwanza ili wapatie taarifa. Taufik akaeleza kila kitu, kuwa mpakani kuna vijana ambao waliingia, ila yeye hafahamu na hajui kabisa wako wapi. Sasa mchoro tayari umeshakamilika. Banti yeye alikuwa akitoa maelezo na mchoraji anachora. Banti ana uhakika kabisa kwa huyu Mwamba ndiye ambaye alihusika pale. Siku inayofuatia tuna mwanabinti ambaye anaitwa Nafisa. Binti huyu amekuja kwenye hiki chumba ambacho kina mpangaji mpya ndani ya nyumba yao. Mpangaji wao mpya anaitwa Haida. Haida anapatana sana na familia ya Nafisa. Mkuu wa jeshi la polisi anafanya press conference na waandishi wa habari na anaahidi kwani lazima atawakamata hawa IM. Haida yeye yuko mtaani mjomba, anatembea na Mwamba anafanana vile vile na ile picha ambayo imechorwa na polisi. Sasa hii ni sehemu ya kwanza tu ya huu mzigo. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu hii Bongo Movie Recaps kama ulivyoelekeza, ili uwe wa kwanza kupata simulizi hizi.